Kwenye mkoa wenu leo ni siku ya pili, na tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetupokea. Leo asubuhi tulianzia mkutano sehemu inaitwa Mang'ura Mwaya. Baadaye tumefanya mkutano panaitwaje pale Ruaha. Baadaye tumefanya mkutano wa pili sehemu inaitwa Sanje. Baadaye Mwaya. Na huu ni mkutano wetu wa 4. Wakati mimi natokea huku bondeni, katibu mkuu wetu ametokea Kilosa. Sasa nyie mnajua CCM hawana uwezo kufanya mikutano miwili kwenye mkoa mmoja. Uongo kweli? Kwamba leo katibu mkuu awe hapa na makamu mwenyekiti awe kule, kwa sababu haitawezekana. Watu hao wanaowatoa Mang'ura ndio waje kuwasikiliza mjini hapa. Wale wanaowatoa Sanje na Kilosa ndio waje hapa. Uongo kweli? Sasa wakijigawa hivyo watahutubia vumbi. Nasema uongo? Lakini nyie mmekuja kwa mapenzi yenu, kwa mapenzi ya chama. Na sisi tumekuja kwenu kutoa message ya hope, message ya matumaini. Tuko kwenu kuzungumza kuhusu operation ya chama ambayo ilianza mwezi wa 3. Operation ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tulipoanza mwezi wa 3 ndio operation iliyosababisha wakamkamata Mheshimiwa Tundu Lissu. Ndio operation iliyosababisha sasa baada ya kumweka Lissu ndani walitegemea tutakaa nyumbani tulie, tukaendelea kuwashambulia kama mchwa. Sasa wamefuta ruzuku kwa sababu ya operation hii, na wanatishia kufuta chama chetu kwa sababu ya operation ya no reforms. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako wewe mwananchi wa kawaida wa Morogoro? Maisha ya kwako yanaguswa vipi na viongozi walioko madarakani? Tutaeleza. Nchi hii ukifungulia redio, ukifungulia TV, unaweza ukafikiri tuko New York, Marekani, au Washington DC, au London, Uingereza. Kwa sababu unaenda sehemu mabango yamebandikwa, mama hatukudai. Uongo kweli? Mama hauna deni. Siku hizi hata kikohozi, mtu akiko, tunakushukuru mama kwa kikohozi. Mvua ikinyesha, mvua ya mama. Nasema uongo? Mvua ya mama, sio? Sasa nchi hii propaganda ni nyingi. Nchi inaendeshwa kwa uongo na propaganda. Chombo cha habari, vyombo vya habari, wajibu wa vyombo vya habari ni kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha. Vyombo vyetu vya habari vimeweka pembeni maudhui ya kuelimisha watu, vinajaza matope kwenye vichwa vya watu. Vimeweka kando habari za kuhabarisha, kwa sababu leo ukiangalia ziara yetu huwezi kuikuta kwenye chombo cha habari cha serikali ambacho wote tunalipia kodi. Vimeweka pembeni hoja ya kuhabarisha. Wanafanya kidogo burudani na kuelimisha na kupampu uongo kwenye vichwa vya watu. Sasa sisi tuna wajibu wa kuelimisha wananchi, na tutakutana nao kijiji kwa kijiji. Na sasa hivi teknolojia imeenda mbele. Wakina Mwalimu Nyerere walizungumza wakati ule magazeti yakiwa ya wakoloni, lakini habari iliwafikia wananchi. Leo zama za digitali hizi tutawafikia. Ndio maana tuko kwenu. Tunakuja kuzungumza kuhusu uchaguzi. Uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako? Nchi hii kwa sababu ya propaganda
Ni rahisi ukamwambia mwanaume kwamba unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia chooni kama yeye ni mwanamke au mwanaume. Uongo kweli? Na wakati anajua yeye ni mwanaume. Sasa nchi ina matatizo hii. Tusiposema vizuri na mkatuelewa, ni rahisi. CCM wakaja hapa wakamwambia unajua wale walikuwa wanazungumza tu kuhusu uchaguzi. Hawazungumzi kuhusu maisha yenu. Wanazungumza kuhusu vyeo vyao. Na sasa hivi wana kikaragosi wamekiunda. Na chenyewe kinatushambulia. Sasa ni vizuri tukaweka vizuri mambo haya ili muelewe uchaguzi ni nini. Kwa nini mwananchi unapaswa kuwa tayari kupigania uchaguzi, hata kuondoka duniani ukipigania uchaguzi? Kwa nini? Kwa sababu duniani hapa tuishi milele. Mungu ametuweka hapa tuishi vizuri, tufurahie maisha kwa muda aliotuwekea, halafu tuondoke. Uongo kweli? Kwa nini uchaguzi unapaswa kuupigania kama vile mtu akiiba kuku wako utakavyopigana, au mtu akiiba pesa yako utakavyopigana? Katiba yetu ibara ya 8